Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Anayewasili uwanjani hivi sasa ni mgeni wetu maalum Profesa Sheikh Halad Salum, mwenyekiti wa JMAT Taifa. JMAT Taifa anawasili sasa. Leo ni siku muhimu sana kwa jeshi letu la Zimamoto Tanzania, ambapo Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tumeweza kuungana nao kama wadau katika shughuli nzito ambazo jeshi letu la Zimamoto wanajitolea, ikiwa ni siku ya kufunga maadhimisho ya siku ya Zimamoto duniani. Jeshi la Zimamoto ni jeshi ambalo sisi kama Watanzania tunaliunga mkono na kuthamini juhudi zake na kazi ambazo wanazofanya kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wakati wa majanga, lakini kuokoa pia mali za watu. Ni kazi ambayo ni ya kipekee na ni kazi ya hatari, lakini ni kazi ambayo inahitaji ujasiri sana. Kama tunavyojua, moto ni hatari. Moto ni hatari, na hata sisi katika Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitueleza juu ya hatari ya moto. Tena alituambia kwamba ni adui yetu. Inna hadhihi narun aduun lakum fa idha nimtum fa atfi'u, au kama qala alayhi salatu wassalam, kwamba huu moto ni adui yenu, basi mnapolala uzimeni. Haya ni maneno Mtume ameyasema toka karne ya 7 kwamba moto ni adui yetu, tunapolala tuuzime. Sasa kwa wakati ule Mtume alizungumza kutokana na mazingira ya watu wanavyotumia moto kwa wakati ule, lakini kwa sasa tuna vifaa vinavyotumia moto. Hata gari yako mathalan uweze ukaipaki alafu ukaiacha iko on mpaka asubuhi ukadhani kwamba uko salama. Au vitu ambavyo vinatumia umeme, tunapolala ni vizuri tukavizima. Hata hivi vitu vya kisasa tunapolala, vitu vinavyotumia moto ni vizuri tukavizima. Hata simu zetu kulala kwenye chaji, pasi ikalala kwenye socket ya umeme na vitu vingine mfano wake. Mkilala vizimeni kwa sababu ni adui yenu. Sasa jeshi la Zimamoto ndipo hapo sasa unakuta kwamba linawajibika yanapotokea majanga yanayosababishwa na watu kutozingatia mafundisho kama haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au maelekezo ya wataalamu mbalimbali juu ya hatari za moto. Kwa ni lazima tujihadhari, na jeshi la Zimamoto linatoa tahadhari mara kwa mara, juu ya watu kuwa makini na vitu vinavyotumia umeme ili visije kusababisha hatari ya moto. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kuwapongeza jeshi letu la Zimamoto, ambapo leo katika mkoa wa Dar es Salaam tumeadhimisha hapa katika mkoa wa Dar es Salaam, na mambo yamekwenda vizuri. Askari wetu wa Zimamoto wametuonyesha namna ya uzimaji moto, namna wanavyokabiliana na uzimaji wa moto
Tumeona vitu vingi na tumejifunza vitu vingi, na wananchi wamefurahia, wameona mambo mengi. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kumshukuru Mungu kwamba tumeadhimisha. Maadhimisho haya maana yake nini? Ni maadhimisho ambayo yana maana ya kwamba tuwe na tahadhari na majanga ya moto, lakini tuwe na elimu ya namna ya kukabiliana na moto, namna ya kuuzima moto, kwa sababu moto ni adui yetu. Na moto ni kiumbe pia kama viumbe wengine katika imani. Moto ni makhluqun, ni kiumbe kama vilivyo viumbe wengine. Mwenyezi Mungu ana majeshi mengi, walillahi junudu samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu ana majeshi mengi, ana majeshi mbinguni na ardhini, lakini wengi hawajui. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua majeshi ya Mola wako isipokuwa yeye. Upepo ni katika majeshi ya Mwenyezi Mungu, maji ni katika majeshi ya Mwenyezi Mungu, moto ni katika majeshi ya Mwenyezi Mungu. Viumbe wengine hawa, nzige akiamua kuwaleta hapa duniani, nyuki na kadhalika, ana majeshi mengi. Hakuna ambaye anayejua majeshi yake. Lakini pia moto ni katika majeshi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa kuna wakati anayatumia kwa namna anavyojua yeye. Lakini sisi kama wanadamu, Mwenyezi Mungu hakutuzuia kupambana na hayo majeshi ikiwa ni mtihani kwetu, lakini kupambana nayo endapo yanahatarisha maisha yetu. Mfano, akileta nzige katika nchi, katika jeshi lake, likavamia mashamba, likavamia huku na kule, lazima mpambane nao. Akileta nyuki, lazima mpambane nao. Sio kwamba kwa kuwa ni jeshi la Mungu basi limedhihiri kwetu tukae kimya. Hapana, lazima tupambane nao. Mwenyezi Mungu anaweza akaleta majeshi hayo kwa hikima zake na matakwa yake. Haya ni mambo ya kiimani. Lakini kiujumla kwamba turudi kwamba leo ni siku ya maadhimisho ya jeshi la zimamoto duniani, ambapo tumeshuhudia mkoa wa Dar es Salaam umeadhimisha kwa heshima kubwa na kwa kiwango kikubwa. Tutaendelea kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kuwa ni wadau wa jeshi letu, na tunawapongeza kwa kazi nzuri, na wananchi waendelee kuliunga mkono jeshi letu, liendelee kuwa support na kuwapa msaada pale ambapo wanapofika katika matukio, na kuwatia moyo na kushirikiana nao ili kuokoa mali za watu na kuokoa maisha ya watu na uokoaji kwa ujumla. Na nimalizie kwa kauli mbiu hii kwamba tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Zima moto na uokoaji, piga 114. Asanteni sana, wassalamu alaikum. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.